You be a hero, you can be the best, you can be a leader. Habari na karibu msikilizaji katika makala yetu maalumu inayozungumzia changamoto za vijana kukaa maskani ovyo, jambo ambalo hupelekea kukwamisha kwa ndoto zao za kiuchumi na usalama mdogo kwa wananchi wengine. Ninayekuendeshea kipindi hiki ni mimi Firdausi Salu. Tanzania ni yako, penda watu wako, kuwa mfano bora kwenye jamii yako. Star kama AY. Vijana wengi wa Zanzibar wamekuwa na ukosefu wa ajira, jambo ambalo limepelekea kuwepo kwa vitendo vingi vya kihalifu nchini. Na tatizo hili limekuwa kubwa hasa kwa upande wa wanawake. Baraza la Vijana Zanzibar lililo chini ya sheria namba 16 ya mwaka 2013 inayosema kushajihishiwa kujengea uwezo kwa vijana ili kuwafanya kuwa wazalishaji wakubwa katika jamii. Nimepata nafasi ya kuongea na katibu wa Baraza la Vijana. Twende tukamsikilize. Kwa jina naitwa Ali Haji Hassan, ni katibu mtendaji Baraza la Vijana Zanzibar. Swala la ukosefu wa ajira ni moja katika changamoto kubwa inayowakabili vijana, na changamoto hii sio Zanzibar tu bali ni ulimwengu mzima. Vijana wana changamoto ya ajira, na ukiangalia tuna utafiti wa watu wenye uwezo wa kufanya kazi Tanzania ILFS wa mwaka 2021, na utafiti huu inaonyesha kwamba Zanzibar ina kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira kwa vijana wenye umri wa miaka 15 mpaka 35. Na sisi Baraza la Vijana Zanzibar, vijana ambao wanakuwa ni wanachama Baraza la Vijana ni kutoka huu umri wa miaka 15 mpaka 35. Kwa hiyo utafiti huu ukasema kwamba vijana wenye umri wa miaka 15 mpaka 35 ambao wana ukosefu wa ajira ni sawa na 27%. 27% ukilinganisha na 12.2 ya vijana kwa upande wa Tanzania bara. Kwa hiyo ukiangalia asilimia kubwa ya vijana, manake 27% sio ndogo kwa vijana ambao wana umri wa miaka 15 mpaka 35. Lakini vile vile vijana wa kike wao ndo zaidi huu ukosefu wa ajira ukilinganisha na vijana wa kiume. Kwa hiyo bado unaonesha kwamba kuna changamoto kubwa ya ajira, na kuna sababu mbalimbali ambazo zinapelekea changamoto hizo. Sisi Baraza la Vijana, kazi yetu kubwa, moja katika malengo yetu ni kuwasaidia na kuwaunganisha vijana na fursa za kiuchumi, kijamii, kiutamaduni. Kwa hiyo tunapomsaidia na kumuunganisha na fursa, maana yake ile inawezekana ikawa ni sehemu ya yeye kupata ajira. Kwa hiyo kijana huku anakuja, wakati mwingine anafanywa mafunzo ya ujasiriamali. Kuna vijana wamejiunga katika vikundi vya ujasiriamali, wengine katika vikundi vya kilimo, vikundi vya ushirika ambavyo wanafanya shughuli za kilimo. Wengine wao ndio wanapata zile riski na wanapata ajira kupitia zile sehemu, lakini wengine wanapata ajira kupitia kuonekana kwao, kwa sababu wanajitolea katika Baraza la Vijana, wanajitolea, watu wanawaona, wakati mwingine wanaajirika. Kwa hiyo inakuwa ni moja katika msaada, kama mchango wetu. Hatuna ile moja kwa moja kwamba sisi tunawapa ajira vijana. Sisi kama Baraza la Vijana tunafanya jitihada mbalimbali za kuhakikisha vijana wanaajirika. Hilo ndio swala la mwanzo, kwa sababu moja katika changamoto ambayo ipo, vijana wengi hawaajiriki kwa sababu wanakosa kwanza ujuzi wa kuweza kuajirika. Licha ya kuwepo kwa wimbi kubwa la vijana wasona ajira Zanzibar kati ya miaka 15 hadi miaka 35, Katibu Mkuu Baraza la Vijana ametoa maoni yake kwa vijana kuepukana na janga hilo. Maoni yangu, vijana waache tabia hizi za kukaa maskani. Haikatazwi, kwa sababu wakati mwingine mnajadiliana mambo mbalimbali. Kinachokatazwa yale mambo mabaya. Mnakaa maskani lakini mnashauriana mambo ambayo labda leo tukafanye uhalifu hapa, tukende huku. Kwa hiyo hicho ndio ambacho kimekatazwa. Kwa hiyo kukaa tu wao kama watajadiliana, watashauriana labda kupeana mbinu za namna gani watafanya ujasiriamali, namna gani watalinda amani ya nchi. Hicho kitu ambacho kinasisitizwa, na sisi Baraza la Vijana tunawafikia katika maeneo yao, tunawafikia katika maskani zao na kuhamasisha
Tatizo la ajira linaweza kuathiri vijana kwa kuwafanya wakati tamaa na kuwa na hisia za kutokuwa na msaada. Hii inaweza kupelekea baadhi yao kukaa maskani na kujiingiza katika uhalifu. Kuna sababu nyingi zinawafanya vijana kukaa maskani ovyo. Mojawapo, ukosefu wa elimu. Tukiangazia elimu, ni nyenzo kubwa itayowafanya vijana wengi kupata maendeleo kwa kupata ujuzi na fursa za ajira. Nao vijana wametoa maoni yao kuhusiana na swala hili. Kwa jina naitwa Mohamed Omar Saidi, mkazi wa Kilimani, Zanzibar. Kwa kweli nahusia vijana na nasisitiza wengi ambao wanapopata fursa hiyo wanakuwa oga. Pengine mtu kasikia interview anakuwa moga kuja kufanya interview, waje fursa wazichangamkie. Kwa majina naitwa Abubakar Abdallah, naishi Migombani. Sisi vijana ambao wa Zanzibar ni vijana wengi ambao tunataka kuajiriwa, na ajira kiukweli zimekuwa ni chache sana, kwa sababu vijana wengi tumesoma na wengine tunajishughulisha na vitu vingine. Kwa majina naitwa Ali Muhammad Ali, ni mkazi wa Fuoni. Kusema la kweli, kwa sasa hali ya maisha ni ngumu sana kwa watu wengi tu, na pia naona changamoto nyingi zinajitokeza katika kila siku. Ingawa hali ya kiuchumi ni ngumu, napambana nayo kwa kufanya shughuli ndogo ndogo kama vile biashara za mitaani, kufanya kazi za mikono na hata kujaribu kufanya kazi za mitandaoni. Hii inanisaidia kujikimu kidogo na kuendeleza katika maisha yangu, lakini bado natamani kupata ajira rasmi ambayo itanipa kipato cha uhakika na maisha bora zaidi. Hali ya maisha ina changamoto nyingi, nahitaji kutafuta fursa na kuwa na matumaini ya kupata ajira bora na siku zijazo ili kuendelea na kuwa na maisha bora zaidi. Sitamani kuona hali inajiendeleza kila siku, ilhali ya kuwa tunaona fursa zipo nyingi, lakini natamani kupata ajira ya uhakika na endelevu. Pia kama kijana, changamoto za ajira ni kubwa na zinanifanya kuwa na hofu kuhusu mustakabali wangu. Ili kuepuka ukaaji wa maskani na kufanya vitendo viovu, najitahidi nidhamu, kujishughulisha kufanya shughuli ndogo ndogo, kufanya kazi za halali na kujitolea kujifunza ujuzi mpya ili kuongeza nafasi zangu za kupata ajira. Kwa upande mwingine, serikali inahitaji kuweka mkazo zaidi, kuweza kuwekeza zaidi kwa vijana. Kunaamini kwamba vijana ndio nguvu kazi za jamii. Serikali pia inapaswa kuhamasisha ujasiriamali na kuwekeza katika mafunzo ya kitaalamu kwa vijana. Hii itasaidia kupunguza ongezeko la vijana waliokata tamaa na kujiingiza katika vitendo viovu. Serikali inaweza kusaidia kwa kuimarisha sera za ajira na kutengeneza mazingira bora ya biashara kwa vijana ili waweze kujiendeleza. Mfano, serikali inapaswa kutilia mkazo zaidi, hasa ukiangalia humu maskani tunamojiweka, hatuna mwamko mkubwa zaidi ya labda vijana kujihusisha na vitendo viovu kama uvutaji wa bangi. Kutoa malezi bora kwa watoto wetu ni muhimu sana katika kuwasaidia kuepukana na changamoto za kiuhalifu kubwani. Malezi bora huwafundisha watoto kuwa na nidhamu, heshima, uwajibikaji na uaminifu. Pia huwafundisha watoto kutofautisha kati ya zuri na baya. Hii huwasaidia kufanya maamuzi sahihi na kuepukana na tabia mbaya. Vijana wanaopata upendo na msaada kutoka kwa familia zao wana uwezekano mdogo wa kujiingiza katika vitendo vya kihalifu. Naye mzazi hakuwa nyuma kusemea kuhusiana na changamoto za ukaaji maskani kwa vijana. Kwa majina naitwa Bi Fatma na kama maeneo ya Kilimani. Mimi kama mzazi, swala kuhusu watoto kukaa vijiweni kwangu siliafiki kabisa, kwa sababu wakikaa pale vijiweni hawana jambo la maana wanaweza wakazungumza pale. Hapo wanaanza vitu wanavyofikiria wao watoto ni upuuzi, ndo wanaofikiria. Na pia kukaa vijiweni hapo ndo unakuta tena makundi ya ajabu ajabu yanajiunga hapo, unakutana hapo mtoto anajifunza wizi hapo, ubakaji. Maana sasa hivi nchi imeharibika, nakwambia Unguja ya sasa na zamani tofauti. Sasa hivi kumeharibika. Vijiweni watoto wakikaa hawana nalizungumza, wakati kuna nafasi mbalimbali kama sasa hivi tunaona rais wetu ametengezea masoko. Wana uwezo wa kwenda masokoni kule wakafanya kazi, wana uwezo wa kwenda bahari, mashallah tuna bahari, wanaweza wakajifunza uvuvi, wakapata chochote kitu. Kazi zipo nyingi sana wakafanya vijana wetu. Lakini swala la wao kukaa vijiweni pale hawana adabu, wanaweza kapita mtu wakamsemesha.
Yaani kwa kweli watoto wetu wanaharibika sana sana sana, wanaharibika. Wakati nafasi za kufanya kazi, fursa wanayo, ni vijana wenye nguvu kabisa, wanaweza kufanya vitu mbali, lakini wanawaza upumbavu, wizi, ubakaji. Unaweza ukapita mzee na vitu vyako akaja akakupora. Yaani mambo ni mengi sana sana sana. Mimi kusema kweli kuhusu watoto kukaa vijiweni, kwa kweli hapana. Watoto wanaharibika sana na ukaaji wa vijiweni. Hali ya usalama nchini inaweza kupungua kwa kasi kutokana na kuwepo kwa wimbi kubwa la vijana wasona ajira Zanzibar. Hii ni kutokana na vijana wetu kujiingiza katika shughuli za kihalifu kama vile wizi na uporaji. Hii ni kutokana na ripoti ya RPC wa mjini Unguja akionyesha hali ya vijana wadogo kati ya umri wa miaka 17 mpaka 25 waliojiingiza katika shughuli za kihalifu. Hao ambao wako mitaani walianza kufanya vitendo vya uporaji kikatili kabisa. Yaani wanapita kwenye mitaa, mtu anapita na pikipiki au na simu katikati ya mtaa, wanamtisha, wanamkata mapanga, wanampora. Kwa hiyo baada ya kuona matukio hayo, jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tulishirikiana kwa pamoja, tukafanya operations kubwa. Katika kipindi chote hicho tumefanya hizo operation, tulifanikiwa kukamata watu 21, vijana wa maeneo mbalimbali 21, lakini tulikamata na simu ambazo walizipora na vitu vingine walivyoiba katika zikiwepo pikipiki na Vespa walizoiba katika shughuli. Kwa hiyo maeneo mbalimbali, kwa mfano kama maeneo ya Mwera, Bububu, Darajani na Mtoni pamoja na Dole tulifanikiwa kukamata watu 4 ambao walifanya matendo hayo katika kipindi hicho. Lakini wengine maeneo ya Kijitopele, Kinuni, Nyarugusu, Pangawe na Kwarara, haya maeneo ndio yalichafuka sana. Lakini pia maeneo ya Fuoni kule Chungani, Wandani na Mombasa nako tulikamata watu 2. Maeneo mengine ya Mwanakwerekwe, Tomondo nako tulikamata vijana. Lakini maeneo ya hapa mjini Malindi, Mji Mkongwe, Darajani nako kuna vijana tumewakamata, nao ni wahalifu. Hawa walikuwa wanafanya makosa ya uzuraji, lakini pia na wizi wa simu. Hii kwenye mafimu nafahamu wananchi walikuwa wengi huku mjini, kwa hiyo walikuwa wanatumia kwenye hizi stendi za daladala kuiba simu. Tuliowakamata na wengine kuiba pikipiki Honda, umeweka Honda yako wanakuja wanapora. Kwa ujumla ni watu vijana hawa wadogo tu, miaka kama ulivyosikia nahitaja kuanzia 17 mpaka 25, mmoja tu ndio miaka zaidi ya 30. Hao wote tumewakamata na wamekiri kwamba wanapita mitaani kwa kupora watu, kutaka kuiba. Kwa hiyo tumewakamata, lakini katika kuwakamata kama nilivyosema, tumepata pikipiki moja aina ya Watco, lakini pia tumepata Honda aina ya Today, tumepata Vespa, lakini tumekamata Honda aina ya Arox, lakini tumepata mapanga 8. Yaani katika kuwakamata hawa, baadhi yao tumewakuta wakiwa na mapanga kama nilivyosema, mapanga 8, lakini na visu 2 walikuwa navyo ambao ndio walikuwa wanatumia kutisha wananchi. Lakini tumepata simu hizi za mkononi kama nilivyosema, simu 3. Kwa hiyo kwa ujumla wake ni kwamba hiyo ndio hali halisi, ndio hali ilivyokuwa, na ili kundi kubwa unaloliona ni vijana wote wadogo tu. Sasa tuone jinsi ambavyo malezi, kulea watoto, kuhakikisha kwamba jamii inakaa katika mstari ilivyo muhimu. Vijana wao wengi walioibiwa ni waliowaibia ni watu majirani. Yaani jirani anaenda kumwibia jirani. Kwa hiyo vijana hao mtawaona wapo ni wengi. Kikundi kubwa watu 21 kwa operation ya siku 2 wamepatikana na wanakiri kufanya matukio hayo na vitu vimepatikana. Serikali ya Zanzibar chini ya wizara inayohusika na vijana imeweka mikakati mikubwa katika kuwapambania vijana, katika kuwaonesha njia na fursa kwa kuwapatia nyenzo kazi zitakazowasaidia kwa kujikwamua katika wimbi la wasona ajira. Kwamba vijana wana changamoto nyingi sana na bila kushirikiana hatuwezi kuzitatua na kuweza kuzipunguza hizi changamoto. Kitu cha msingi sana, wakati umefika sasa hivi sote kuhakikisha kwamba tunawawezesha vijana ili waweze kujikwamua katika hali za kiuchumi. Tunaelewa kwamba serikali inachukua jitihada mbalimbali na kusema kweli serikali imefikia katika kiwango cha juu sana kuwasaidia vijana. Moja katika kitu kikubwa sana ambacho kimefanyika, ambapo mimi pia napenda ni kuelewesha zaidi. Serikali imetenga fedha nyingi sana ambazo mmezisikia Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametamka kwamba kuna fedha za uwezeshaji karibuni bilioni 81 kutoka mifuko yote ile ambayo ilianza kipindi chote kile ambayo pesa serikali imewekeza ilikuwa ni bilioni 3. Lakini hivi sasa hivi, na hiyo yote ilikuwa ni mchanganyiko kwa rika zote. Sasa hivi tuna bilioni 81 kwa ajili ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi
kiuchumi kwa upande wa Zanzibar. Lakini kitu zaidi kimekwenda kwamba 45% ya hiyo bilioni 81 ambao ni zaidi ya bilioni 30 hizo zinaenda kwa vijana. Sasa zile fedha zinatakiwa zifanyiwe kazi na vile vile vijana wajitayarishe kubuni miradi. Hizi fedha zilizokuja safari hii ni tofauti ya fedha zote zilizopita. Riba yake ni yani karibuni kwamba hamna riba na masharti yake ni nafuu sana. Kwa hivyo moja kwa moja muone kwamba vipi serikali imeamua kuwawezesha vijana. Hilo moja. Lakini tumeelewa kuna vijana ambao wengi wamejikita katika bodaboda. Kuna zaidi ya bodaboda 500 zitatolewa kwa mikoa yote ya Zanzibar. Karibuni pia kuna boti 577 ambazo hizo miongoni mwa hizo manake vile vile tunarudi tena kwa mujibu wa asilimia, manake hapo kuna boti za vijana vile vile ziwe. Kwa hivyo hiyo ni moja katika vitu ambavyo vimewekezwa. Lakini pia tumeona Mheshimiwa Rais anajitahidi sana kuwekeza shughuli nyingi sana. Tumeona kuna masuala ya ujenzi wa shule. Hizi shule ukiangalia kwa njia moja au nyingine zinasaidia vijana zaidi kuliko watu wengine. Ni ujenzi wa zile shule, ni vijana ndio watakopata kazi za kufanya ujenzi wa zile shule. Kuna ujenzi wa hospitali ambao vile vile ujenzi wa hizi hospitali, basi vijana pale wale ambao fundi mbao, kapenta, fundi umeme, fundi rangi, fundi bati, fundi yani kila kitu pale, zote zile nafasi za kazi zipo katika miradi hii ambayo vijana tunatakiwa tuzichangamkie. Kuna program nyingi sana. Tunachotakiwa sasa hivi vijana tuamke ili tuhakikishe hizi fursa na hii uwezeshaji ambao uliowekwa katika hii serikali ya awamu ya 8 basi tunachangamkia na hatimaye tunaondoka na sisi katika hali ambayo tulokuwa nayo. Asante sana kwa kuwa nami, na huu ndio mwisho wa kipindi chetu. Ulikuwa nami mtangazaji wako Firdausi Salum. Msifanye mambo kwa pupa, mjiepushe na tamaa za dunia hiyo. Fanyeni mambo kwa mipango, sio hiyo. Uwezo wako ni mdogo, watamani mambo makubwa. Maovu mengi hufanyika juu ya tamaa zisizo na mipango. Ulicho nacho ndio chako, ujivunie na uridhike nacho.